inawezekana tumeona aina ile ya football hasa kwenye eneo ile ambalo analizungumza Wakando kitoa kinabudo ambao sababu kuna nyakati ambazo ilikuwa Simba wanatafuta namna ya kupasua ukuta wa Namungo kwa sababu Namungo walikuwa wengi. Hawa viungo hapa chini inawezekana jana tumeona wakiwa wamerelax kwa sababu Namungo ile game ni kama alichagua kukaba. Alichagua kukaa nyuma. Alianza na watu wawili ambao wote sio wazuri wakiwa pressure mguuni. Kagoma tunajua ni mkabaji mzuri lakini si mpasiaji mzuri. Sasa akiwa kwenye pressure. Alathan Kante pia huyu anafana kabisa na Bakari Sa. December volleyball anavolisivu mpira. Bakari Sa. Uchezaji wanafana kabisa. Kuanzia slow alivyo anavopokea mpira mwangalie ucheza yake ni miguso yake paka mpira utuli zaidi mara moja. Sasa huyo mtu kama tu akiwa peke yake kureceive mpira mpaka yani control anagusa miguso miwili. Maana akiwa under pressure akigusa mpira wa kwanza apita ile ashapokonya. Na hicho ambacho kwa inatokea mechi ya Gaborone United kwa sababu wale waliamua kuweka pressure kwenye mpira katikati wa kuweza kuwaachia waweze kurelax. Ambacho inatokea jana alikuwa na hiyo nafasi, alikuwa na muda pamoja na nafasi kwamba hata ikigusa mara 3 ule mpira bado anajikuta yuko yeye peke yake, hakuna hata mtu yote ambaye anaweza kumwekea pressure. Ndio maana kamfanya muda mwingi alikuwa anaweza kuweka mpira na akatafuta sehemu ya kuweza kutoa pasi. Sasa ingetokea labda Namungo na hao wameamua wajaze watu katikati, uende weke pressure kwa wale viungo wa Simba maana Kagoma pamoja na Alathan Kante, ili singeweza kufanikia kwa sababu wale wawili sio mara kwanza wanaanza tangia msimu umeanza. Ile ndio partnership ya Mezi ya Kiungo imecheza mara nyingi. Yes, walianza mechi ya Derby, wakaanza mechi ya Gaborone United ya nyumbani na mechi ya jana ni mechi ya 3 katika michezo 5 ya kimashindano. Mchezo ambao umeonekana angalau wamecheza vizuri ni mchezo wa jana. Kwa nini? Kwa sababu katikati walikuwa wameachiwa. Ukiona mechi ya Gaborone ambao Gaborone walikuwa na push katikati, kulikuwa kuna utulivu kabisa na walishindwa control mechi. Ilikuwa ni too much ile pressure kwao. Ukija mechi pia ya Derby ni vile vile pia mara nyingi walikuwa wanafukuza matukio kwa sababu unakuta ameisipu mpira mara moja ashapokonya kuanza kufuzia nyuma na akawa anacheza follow sana Alathan Kante mpaka akaja akapumzishwa dakika za kipindi cha pili. Kwenye eneo la utulivu kwenye hilo eneo kwa sababu Kagoma tunajua is not a good passer. Kagoma atakukabia ndio maana na Ngoma ilikuwa atakukabia, Ngoma ataona namna ambavyo timu ina flow. Kwenye work rate ambayo inaonyesha Morris Abraham. Kuna haja kumfanya awe central midfielder, yani kwamba huyu ndio awe kiungo wakati kwa sababu ana uwezo wa connect na anaonekana ana energy kwa sababu Morris nafikiri anaonekana ana tanki la kutosha kucheza kote. Kuwa na mtu ambaye ukimpa mali ana uwezo wa kuilinda na hata tendo lake la mwisho kwenye kupasia linakuwa ni la usahihi kwa sababu hata kitu ambacho tumekiona kwa Morris jana kwa time niambia Bugasti kampeni inawezekana kijana kwenda Ulaya kwenye umri mdogo kuna basics ambazo amezipata kwa sababu hata akipata mali atazunguka kushoto kulia lakini tani yake ya mwisho huwa anaitafuta ni ya kwenda forward ya kwenda mbele na hata akiacha akitoa pasi unaona anafungua mbele. Kuna haja ya kumfanya huyu awe anacheza tu kama kiungo wa kati yani kwenye box to box. I think ulichokiongea kuna siku hapa sijui kwa Stara sijui nani niwaambia kitu hiki kwamba kama utataka kucheza na Jean Charles kwenye namba 10 which ni ngumu kumtoa Jean Charles moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza ndio eneo lake bora na akiwepo uwanjani ana faida Morris acheze namba 8 kwa sababu hawa watu Morris ana uwezo wa kumrahisishia zaidi majukumu Jean Charles. Zile kazi ambazo unataka namba 10 afanye Morris atakufanyia kwa sababu kuu mbili. Kwanza ana energy, ana ule uwezo wa kusema kwamba okay mimi hata kama sio dakika 90 basi kwa dakika 60 mimi naweza nikakupa kitu ambacho hata baadaye anayekuja kukamilisha zile 30 asipokupa kama nilivyokupa mimi but mimi dakika zangu 60 nakuwa nimekufaidisha. Kwa Morris kwenye eneo la namba 8 atakupa faida moja kubwa kabisa kwamba muda wote matukio yake anawaza twende mbele. Unahitaji namba 8 ambaye hata kama Yusuf Kagoma amesha kaba akimpa pasi namba 8 wake sio tena wao wawili waanze tena kupasiana vipasi vifupi kutafuta space. Kwa Morris anaweza akapata pasi good enough, ni kiungo ambaye ameonyesha ana uwezo wa kusogea na mali hata ikiwa mguuni. Sio lazima apige pasi ili timu itembee. Atapata mali atasogea. Kwa hiyo kama humwekei pressure ina maana atadribble alisogelee kabisa lango lako. Ukisema umwekee pressure timu inaweza ikasogea kwa kupiga pasi. Kwa hiyo kwangu mimi I think option nzuri zaidi kwa Simba hata kwa kipindi cha baadaye Morris is namba 8 kama wanajaribu kucheza Morris namba 8 Kagoma kama atamkabia yani namba 6 watajichagua acheze nani lakini namba 8 Morris lazima kuna ule msimu kuna matukio ya Jean Chazawa alikuwa anaonekana akitokea wide somehow alikuwa anaonekana ana kitu yani kwamba kwa sababu alikuwa akikaa kati ilikuwa inaonekana ni kama anakaba kutokea wide awe mtu ambaye labda anaibia tu kwamba bwana tuna huyu mtu ambaye ana matukio yake. Kumtoa Jean Charles wide kuna kupunguzia kitu kimoja.
kwenye namna Simba anavyoshambulia kuingia kwenye 18. Simba 18 huwa anaingia mtu mmoja tu mshambuliaji. Lakini kwa sababu Janchazi yupo huwa anaongezeka wanakuwa watu wawili kwenye eneo la 18. Kwa hiyo Janchazi kwa bahati mbaya hana ile kasi ya kusema kwamba naachia mali hapa, nakimbia kwa haraka kufungua space niende nikakimbilie kwenye 18. Yeye ni yule mchezaji ambaye nyie kimbieni, mimi mtanikuta 18, mtanipa pasi, mtahitaji mguso mmoja ama miwili tu tutengeneze nafasi. Kwa hiyo kumtoa Wydad anaweza akakupa kitu because ni mchezaji ambaye sio kama mpira mguuni kabisa haupo. Hapana. Ni moja kati ya wachezaji ambao utampa ana hiyo comfort kwamba atapata mahali anaweza akageuka, anaweza akaachia pasi, lakini faida anayo ambaye anaitoa kubwa ni kwamba ndani ya eneo la 18 anakuongezea mtu ambaye ikidondoka nafasi tunarudi kati. Hapo pia kwangu mimi naamini kabisa option sahihi ya kucheza center midfielder ni Neo Maema kwangu mimi. Neo Maema. Kwa sababu ukimrejesha Morris acheze kama acheze kwenye eneo la namba 8, maana yake utaifanya timu ifanikiwe control mchezo kweli, itakuwa inasogea kwenda mbele, lakini ubunifu kwenye eneo la mwisho utapungua. Kwa sababu mimi mpunguza watu ambao bwana Neo Maema yupo soft. Kijana na sijajua ana hofu yupo soft. Shida Neo ni eneo analo cover. Hawezi kucover eneo kubwa sana. Neo anakaeneo kake katikati. Morris haionyesha ni hiyo power. Ukicheza hofu ya Neo na Kagoma ni kwamba Kagoma atakaba mpaka mapafu ya pasuki. Bwana tumsikie hata Fabrice Ngoma pia naye hakuwa hivyo. Naye pia alikuwa soft vile vile. Sasa kwa Fabrice unajua tofauti kwa mdogo ilikuwa afadhali kwa nini? Kwa sababu Fabrice alikuwa akipata mali una uhakika timu ita progress. Na kuna muda alikuwa anashuka anaweza akaombea mali. Changamoto ambayo imetokea saa hizi ni kwamba kuna muda mali ikichukuliwa yani kinachofuata ni timu ya progress, mali inapotezwa. Na kuna time tumeona kama Kagoma kuna hizi mechi iliyopita hata hii ya jana. Kuna matukio fulani ya kupasia wanajipatia kwa sababu mali umeinyang'anya afu unapasia kwenye blind spot. Mali haifiki. Inabidi mnarudi tena. Kuna shida pia yake Messi kwa sababu wale wote ambao wanacheza nao kucheza nao msimu uliopita. Bana tumsikize kocha Selemani Matola anasema timu kama ikiendelea hivi basi kuna kitu kizuri ambacho huko mbele kitapatikana. Ya nashukuru alhamdulillah, pointi 3 kwetu zilikuwa ni muhimu. Kwa hiyo niwapongeze wachezaji, wameweza kufanya kile kitu ambacho tumewaelekeza wakakifanya. Ya nafikiri good start. Tumeanza vizuri, unapopata pointi 6 katika mechi 2 goli 6, ina maana inaonekana mwanzo mzuri. Kwa mimi nafikiri mwanzo wetu umekuwa ni mzuri na tutaendeleza na mwendo mpaka mwisho wa ligi. Ya ni kweli tumekuwa tukitengeneza nafasi kama unavyosema kipindi cha kwanza tumekuwa na mchezo mzuri sana. Nafasi nyingi hatukuweza kupata. Tuna kazi ya kufanya kwenye kiwanja cha mazoezi. Lakini kitu kizuri kwangu, performance ya timu ilikuwa vizuri kabisa. Combination mbele imeweza kupatikana. Kwa hiyo swala la kutengeneza nafasi kwa magoli ni swala rahisi sana. Katika viwanja vya mazoezi tutalifanyia kazi. Ya nafikiri tayari tulikuwa tuna goli 3, kwa hiyo ilikuwa ina haja sana ya kutumia nguvu sana ujue. Kwa hiyo tuliwapa wachezaji wengine nafasi kuweza kuangalia ni nani na nani combination inaweza kukubali. Kwa hiyo ndio maana uliweza kuona kipindi cha pili dakika 20 za mwisho sometime inakuja, sometime inakataa, lakini yote kwa yote tushukuru kwa pointi 3 hizi muhimu. Bwana wewe ni kocha Selemani Matola akizungumza kile ambacho umekiona hapo jana. Bwana ligi sasa itaenda kwenye mapumziko kwenye international break mara baada ya michezo hii, na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itakuwa inajiandaa na mchezo wa kalenda ya FIFA dhidi ya timu ya taifa ya Zambia kwenye harakati za kukamilisha ratiba ya michezo ile ya kufuzu kombe la dunia.